حبيبي محمد يا حبيبي جعلتك قبلتي يا خير خلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Karibu sana mtazamaji kwenye episode yetu ya 3 kuhusu mfumo wa kifamilia chini ya sheria za Wayahudi. Tulikuwa tumeeleza specific za sheria specific kuhusu ndoa katika dini ya Kiwayahudi. Sasa tunakuja kueleza kiujumla, je, Wayahudi wanaangalia ndoa kivipi au wanasema nini? Kuna baadhi ya maelezo ambayo wanaeleza kuhusu ndoa. Mwanzo ni kwamba Wayahudi, dini ya Kiyahudi, wana prefer au wana advocate for early marriage, kwamba ni vizuri kuwe na ndoa ya mapema ili waweze kujaza ulimwengu. Tunajua kwenye akida yao, tunajua kwamba, na wanasema hiyo wazi kwamba hao ndio Shaabullahi al-Mukhtar, kwamba hao ndio waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanataka wawe wengi ili wahakikishe kwamba sheria zao zinaendelea na zinafanya kazi vizuri. Kwa hivyo pia wanaamini Wayahudi kwamba ndoa inafanyiwa mara mbili. Kuna ndoa ambayo inafanyiwa hapa duniani, ambayo ndio hii ambayo tunaongea kuhusu, lakini kabla mtu hajazaliwa na siku 40 pia kuna ndoa ambayo inafanyika mbinguni. Kwamba mtu akizaliwa before 40 days, kabla hajazaliwa, inajulikana kwamba huyo mtu ataoa mwanamke fulani, na inakuwa ishafanywa kabisa, imebaki tu ndoa ya hapa duniani. Na hii inatuashiria baadhi ya itikadi ambazo zipo kwenye baadhi ya kwa mfano dini ya Kikristo, kama vitu vinafanywa mbinguni alafu ndio vinakuja kufanyiwa hapa duniani. Kwa hivyo wanaamini kwamba mwanamume au kijana akifika miaka 20 kama hajaoa, basi huyo amelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Yani miaka yao ya mwanamume kuoa ni miaka 20, isipite miaka 20. Wanachukua ndoa kama kiendelezo cha kizazi, kwamba sababu ya kuoa ni kuhakikisha kwamba kizazi kinaendelea. Wayahudi wanakuwa wengi katika dunia, na hii wanafuata maelezo ambayo yapo kwenye kitabu cha Genesis. Na tunajua Agano la Kale ni maelezo ambayo yalikuwepo kabla ya kuja kwa Yesu. Kwa hivyo sheria za Kiwayahudi nyingi zinapatikana pale kwa Agano la Kale. Kwa hivyo kwenye Genesis kwa mfano kuna mstari ambao unasema nendeni dunia na mjaze dunia. Sasa walichukua huo mstari, walichukua hiyo kama ndio sababu ya kuingia kwenye ndoa. Na kuna maelezo kwenye vitabu vingine vingi kwenye Biblia ambayo tukisoma tunaelewa ndani yake kwamba sababu ya ndoa ni kuendeleza kizazi kulingana na sheria zao. Pia tunaelezwa kwamba kabla hujaoa kwenye dini ya Kiyahudi, unahakikisha kwamba una uwezo wa kudeal au wa kutake care au wa kushughulikia mahitaji ya familia yako. Na hii inamaanisha kwamba kuna kiwango fulani ya mali inafaa uwe nayo kabla hujaoa. Kama huna hiyo mali hauwezi ukaoa. Na sana sana wanaangalia physical appearance ya wale ambao wanaingia kwenye ndoa. Kwa mfano kuna kitu ambacho kinaitwa match, kwamba huwezi ukaoa mtu ambaye haumatch, na match yao ni opposite. Kwa mfano ukiwa mrefu huwezi ukaoa mwanamke mrefu kulingana na Wayahudi. Ukiwa mrefu unaoa mwanamke mfupi ili kuwe na match, at least offsprings ambao wanapatikana wawe wenye kimo cha kati. Na pia ukiwa
mnene sana, hauwezi ukaoa mwanamke mnene, unaoa mwanamke mwembamba ili kuwe na match kulingana na maelezo yao, na kwamba guardianship ya mtoto au ya familia ipo chini ya baba, hii kama ilivyo kwenye dini zingine. Na pia kuna issue ya dowry kwenye dini ya Kiyahudi, kwamba dowry inapewa kwa mwanamke, sio familia ya mwanamke. Na tumeeleza pale mwanzo kwamba kitabu cha Wayahudi ni Tora, lakini kuna aina mbili ya vitabu vyao. Kuna Tora ambayo imeandikwa ambayo wanaifuata, na kuna Tora ambayo ni ya kuelezwa, sharh ya ile Tora ambayo imeandikwa, na hii Tora ambayo imekuelezwa ndio ile inaitwa Talmud. Kwa hivyo kwenye haya Tora ya kuelezwa, Talmud inasema kwamba kwenye ishu ya polygamy kwamba mwanamume ana uwezo wa kuoa zaidi ya mwanamke mmoja, na inatoa taarifa inatupatia kwamba kiwango cha kuoa wanawake ambao unaweza ukaoa ni wanawake 4. Hii ni kulingana na maelezo ya Talmud. Na ili uweze kuoa hawa wanawake 4, lazima wewe kama mwanaume uweze kutake care ya hawa wanawake wote, na hivi vitu vinafuatiliwa. Kama huwezi ukatake care ya wanawake 4, hauna ruhusa ya kuoa. Kwa hivyo tukiangalia, wanatoa hii hukumu kulingana na Talmud kwa kuangalia mitume ambao wamepita, kwamba kuna mitume ambao walioa wanawake wengi na kuna mitume pia ambao walikuwa na mwanamke mmoja. Sasa kama walikuwa na wanawake wengi, hao pia wanaweza kaoa wanawake wengi. Pia kwenye dini ya Kiyahudi kuna kitu kinaitwa engagement, kwamba hao wana allow engagement Mayahudi. Lakini engagement yao iko vipi? Kwamba engagement is a step towards marriage, kwamba ukiengage lazima utaoa yule ambaye umeengage naye, inakuwa ni wajibu. The moment umeanza kuengage na mwanamke, ni kama maisha ya ndoa imeanza. Kile ambacho ni poa ufanye kwenye ndoa unafanya kwenye engagement. Inamaanisha wajibu wote wa dini ya Kiyahudi ambao umewekwa kwa mwanaume afanye kwa mke wake, kama mkisha engage hivi, unaanza kutekeleza huo wajibu, ikiwemo kuhakikisha kwamba basic needs zake ziko adhere tu. Yani unatekeleza wajibu wa mahitaji yake yote kwenye engagement, vile ilivyo kwenye ndoa. Tukiingia kwenye ndoa pia wanasema kwamba it's okay kwamba mwanamke anaweza kufanya nini? Mwanamke anaweza akaachana na hiyo engagement. Yani mkaweza mkaengage kwa muda fulani, lakini mwanamke akai-dissolve, haina shida, naweza i-dissolve na kila mtu anachukua njia zake. Kwa hivyo kuna vitu viwili ambavyo tumeona kwamba Talmud au Tora inakubali sheria za kuoa kwa mtaala. Na tukiangalia kwenye mujtama, jamii ya Kiyahudi saa hizi wanasema vipi kuhusu hii ndoa ya mtaala? Kuna mwanachuoni mmoja alikuja akaandika kitabu ambacho kilikataza polygamy. Baada ya kujua kwamba sheria zao zinakubali polygamy, yeye aliandika kitabu kikakatazwa. Lakini hicho kitabu, hizo times hakikuchukuliwa na Wayahudi kwa sababu sheria zilikuwa bado zina uzito. Lakini baadaye kulikuja na kikundi fulani kwa Yahudi kikachukua kile kitabu na kikasema kwamba hizi sheria, haya maandishi ambayo ameandika na proofs ambazo ametoa, wanaziweka katika sheria zao, na kwamba haikubaliki mwanamume kuoa mke wa pili. Na ukisema kwamba unaoa mke wa pili, ina maana kwamba utaachana na yule wa kwanza
ndio uoe wa pili. Kwa hivyo huyu mwanachuoni alipoandika hiki kitabu alibadilisha mfumo wa familia ambao ulikuwepo kwenye dini ya Kiyahudi juu ya polygamy, na ikawa kwamba haifai au hairuhusiwi kuoa mke zaidi ya mmoja. Kwa hivyo zikaenda pole, na hizi sheria zikaanza kufuatwa katika dini ya Kiyahudi kwa kile kitabu ambacho aliandika huyu mwanachuoni mmoja. Kwa saa hizi ilivyo kwamba hairuhusiwi kuoa mwanamke zaidi ya mmoja katika sheria za Kiyahudi, lakini si kwamba ni sheria ambazo zilikuwepo, ni sheria ambazo zimekuja kubadilishwa baadaye. Uasilia ni kwamba ilikuwa inaruhusiwa na imeruhusiwa kabla ya hata kupatikana kwa Nabii Musa ambaye alikuja na sheria zao kwenye kitabu ambacho kinaitwa kitabu cha Tora. Kwa hivyo kufika hapa tunaona kwamba kwenye sheria za Kiwayahudi kuna baadhi ya vitu ambavyo wameeleza ni wajibu, baadhi ya vitu si wajibu, na insha Allah tutakuja kuzieleza zaidi kwenye sheria zingine za Kiislamu na za Kikristo kwenye halaka zetu ambazo tutakuwa tunatengeneza. Saa hizi tunaenda mapumziko kidogo, insha Allah tukirudi tutakuwa tunaendelea na maelezo yetu. Habibi Muhammad ya habibi. Kwenye maelezo yetu kuhusu sheria za Kiwayahudi kuhusu mfumo wa kifamilia, na tumeanza kwenye ndoa. Tumeona kwamba wanachukua ndoa kuwa ni wajib sharii. Kama haujaoa ina maana unafanya dhambi. Kila kitu ambacho unafanya kwenye huu muda ambao hujaoa ni dhambi. Pia tumeona kwamba dini ya Kiyahudi inakubali ndoa ya mtaala, kwamba polygamy is allowed, lakini ilikuja baadaye wakabadilisha, sheria zikabadilishwa kwa ajili ya maandishi ya mwanachuoni mmoja wa Kiyahudi ambaye alipinga ndoa ya kimtaala. Kwa hivyo wanasema kwamba walikuwa wanasema kwamba kuna wale ambao alipopinga, kuna wale ambao walikuwa wana support, walikuwa wanatoa hoja zao ambazo walikuwa wanatoa ni kwamba mitume ambao wametoka kabla wamekuwepo. Kuna baadhi ya mitume wanasoma kwenye Tora walioa wanawake wengi, na miongoni mwa mitume kwa mfano Nabii Ibrahim alikuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Nabii Musa mwenyewe ambaye ni mtume wao alikuwa na mwanamke zaidi ya mmoja. Pia tunaona Nabii Daud pia alikuwa na mwanamke zaidi ya moja. Sasa walikuwa wanatoa changamoto, kwa nini hao wasifate hata kidogo tu, wafuate nabii wao ambaye ni Nabii Musa. Kwa hivyo ilileta mabishano kidogo, lakini kwa sababu wale ambao walikuwa wamepinga walikuwa wengi, ilibidi ifanyike, na ikafanyika na daula ambayo ilikuwa inaongoza katika huo wakati mpaka saa hizi, kwamba ndoa ya polygamy haikubaliki. Kwa hivyo tukiendeleza maelezo yetu, nadhani tumemaliza mfumo wa kifamilia chini ya ndoa, chini ya sheria za Kiwayahudi. Kwa hivyo tunaenda kwenye mfumo wa kifamilia chini ya sheria za Wakristo ambazo zipo chini ya Nabii Isa. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho tutafanya, tutaeleza Wakristo wanaeleza ndoa ni nini. Ndoa ni nini, na je, kwenye wanasemaje katika hiyo kule kukutana kwa mke na mume. Je, ni wajibu au si wajibu? Tuanze na kipengele cha kwanza kueleza ndoa ni nini. Kulingana na dini ya Kristo kwamba ndoa ni tradition, secret tradition kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba ni mila takatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo inahusisha bond ya kispiritual, kwamba ndoa si tu ndoa watu wawili, mili miwili inakuja pamoja kutengeneza familia, bali kule kuja pamoja
kuna kuja pamoja pia. Kwa nini? Kwa spirits, kwamba spirits mbili zinakuja pamoja na hazitotengana mpaka kifo kiwalete au kiwatenganishe. Sasa hii ina maana kwamba kando na kule kuungana, kuna muungano mwingine ambao ni wa ki-special, ambao ni muungano wa ki-spirit, wa kiroho, ambao unafanyika pale ambapo familia mbili au watu wawili wanakuja pamoja. Kwa hivyo kwenye ndoa ya Kristo, kwenye sheria za Kikristo ambazo tunafuata zile sheria ambazo alikuja nazo Nabii Isa, hamna sheria ambayo inapinga ndoa. Sheria zote ambazo Nabii Isa alikuja nazo ni sheria ambazo zina support ndoa. Na niliposema mwanzo kwamba Nabii Isa yeye mwenyewe alituambia kwamba mimi sijakuja kufanya nini? Kurekebisha au kubadilisha yale sheria ambazo zilikuwepo wakati wa mitume ambao wamepita kabla yangu. Kwa mfano Nabii Musa ambaye alitangulia, kwamba hajaja kubadilisha sheria za Nabii Musa. Na miongoni mwa sheria za Nabii Musa tumeona kwamba ndoa ni wajibu. Ni wajibu. Ina maana kama hutaoa basi umefanya dhambi. Hiyo ndio ilivyo katika sheria za Kikristo. Yesu mwenyewe hakutoa kauli ambayo ilienda kinyume na ile ambayo ilikuwepo. Kwa hivyo baadaye kwenye dini ya Kikristo tunajua Kikristo kimetofauti, kuna sehemu nyingi, kuna vikundi vingi vya Kikristo, kuna Catholic, kuna Orthodox, kuna vikundi vingine ambavyo vipo chini ya dini ya Kikristo. Kwa hivyo kuna vikundi ambavyo vinakubali kwamba kuna baadhi ya watu hawaruhusiwi kuoa, sio vizuri kwao waoe, na wanakaa mbali sana na sehemu za mchanganyiko ambao unaweza ukaleta feelings za kuoa. Kwa hivyo kuna maneno mawili ambayo tumeyapata katika lugha ya Kiingereza. Neno la kwanza ni celibacy. Celibacy ni kwamba kuachana na ndoa kabisa, kwamba wewe hautaki ndoa wala hautaki mahusiano ya kindoa. Hiyo ni celibacy, na hii inapatikana katika wenzetu wa Kristo. Pia kuna ya pili ambayo inaitwa monasticism. Monasticism ni kwamba unajiisolate na watu wengine, kwamba hutaki kukutana na watu wengine, kama unajipatia mfumo wa maisha fulani, self discipline, kwamba haukutani na jinsi nyingine. Kwa mfano kuna nini moja dhahir ambayo tunawajua kina nuns wapo chini ya huu mfumo. Kwa hivyo dini ya Kristo kuna group ambayo inakubali kwamba baadhi ya watu wasioe, wakae mbali na different gender, ili wasije wakapata zile hisia au feelings za kuingia katika ndoa. Na tunaziishi watu ambao wanafanya hivyo. Kwa hivyo baada ya kufa kwa Yesu alipokuwepo, Uislamu ulikuwa hivyo, Ukristo ulikuwa chini ya sheria zake, chini ya mambo ambayo yeye mwenyewe anatoa. Alipoondoka, Ukristo ulikuwa divided into parts. Kuna baadhi ya watu ambao walifuata Paul na wakaenda nao magharibi, na kuna watu wengine ambao walibaki na wakabaki mashariki ya dunia. Wale ambao walienda na Paul, kuna baadhi ya vitu ambavyo Paul alianza kuvitengeneza, alianza kuvisema au alianza kuviintroduce kwenye dini ya Kikristo. Miongoni mwa hivi vitu ni kwamba Paul alikuwa anaona kwamba kutoingia kwenye ndoa ni afadhali kuliko kuingia kwenye ndoa. Kwa hivyo alikuwa na advocate kwamba ndoa sio lazima, na hii ni kwenda kinyume na sheria ambazo zilikuwepo, sheria za Musa ambazo Nabii Isa alisema sijakuja kuzibadilisha,
Kwa hivyo Paul alikuwa anaona yeye mwenyewe kwamba ni afadhali kubaki bila ndoa. Kwa sababu gani? Alikuwa anasema kwamba ukibaki bila ndoa ni njia kufika kwa Mwenyezi Mungu inachukua njia fupi, masafa mafupi. Ni haraka mtu ambaye hajaoa kufika mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu connection yake itakuwa tu yeye na Mwenyezi Mungu. Yaani ndani ya moyo wake hakuna connection na kitu kingine chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ibada yake na Mwenyezi Mungu itakuwa juu, mambo yake na Mwenyezi Mungu yatakuwa juu. Kwa hivyo ukitaka kujua kufika kwa Mwenyezi Mungu lazima ujiepushe na mahusiano na jenda nyingine. Hayo ni maelezo ya Paul. Na nadhani alikuwa anaeleza hivyo kwa sababu aliona nabii ambaye alikuja na dini ya Kikristo hakuingia kwenye ndoa. Na connection yake na Mwenyezi Mungu ilikuwa juu. Lakini haya ni maoni yake. Kwa hivyo alikuwa ana advocate. Yeye mwenyewe alisema, Paul, yeye mwenyewe alisema kwenye vitabu vyake ambavyo aliandika. Na sisi tunajua kwamba kwenye Biblia kuna letters, kuna barua ambazo Paul alikuwa anaandikia watu tofauti tofauti. Kuna barua ambayo aliandikia wa Hebrews, kuna barua ambayo aliandikia wa Korintho kwa mfano, na kuna barua nyingi ambazo aliziandika. Kwenye hizi barua kwa mfano tukisoma kwenye Hebrews pia tunapata pale Paul anaeleza kwamba ni vizuri kuwa single, yani kuwa hujaingia kwenye mahusiano ya kindoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni njia ya karibu ya kufika kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aliendelea kuadvocate for celibacy kwa sababu aliona kwenye maoni yake kwamba ni a short path wa kufika kwa utawala wa Mwenyezi Mungu. Haya ni maelezo ya Paul. Je, yalikuwepo wakati wa Nabii Isa? Hayakuwepo. Pia imeelezwa katika dini ya Kikristo kwamba kuingia kwenye ndoa inafanya mwanamke anakosa kupata ile connection na Mwenyezi Mungu, kwa sababu most of the times atakuwa na deal au anajaribu kukidhi mahitaji ya mume wake, na always kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo kwenye nyoyo zetu na mapenzi yapo kwenye nyoyo zetu. Sasa itakuwa imepatikana kwenye moyo mmoja mapenzi ya vitu vile au Mwenyezi Mungu na mwanadamu. Sasa hiyo italeta shida kwamba hautakuwa na ile connection, hutapata ule muda wa kuconnect na Mwenyezi Mungu jinsi inavyotakikana. Kwa hivyo hapa Paul akakataa mwanzo kwamba ndoa inafanya connection inakuwa sio nzito na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri, yeye mwenyewe alisema kwa maneno yake, ni vizuri kwamba tusiingie kwenye ndoa. Ni afadhali tusiingie kwenye ndoa. Lakini haya ni maelezo yake wala si maelezo ya mtume ambaye alikuwepo wakati ule ambaye ni Nabii Isa. Kwa hivyo kufika hapa tunaona kwamba ndoa kama ndoa kwenye dini ya Kikristo ni kama vile ilivyokuwa kwenye dini ya Kiyahudi. Lakini baada ya kuondoka kwa Nabii Isa, maelezo yamekuja yamebadilika. Mafundisho yamekuja yamebadilika. Na haya mafundisho yameathiri mpaka saizi. Tukiangalia some of the effects ambazo zinapatikana kwenye dini ya Kikristo ni kwamba wanafuata yale maelezo ambayo yalikuja na Paul ambaye alikuwa anaandika vitabu kwa watu tofauti. Kwa hivyo kwenye dini ya Kikristo tutakuja kuona baadaye kwamba wanaongea nini kuhusu engagement na wanaongea nini kuhusu polygamy inshallah kwenye halaka yetu ya 4 inshallah. Habibi Muhammad ya habibi ja'altuka qibla